Halo, habari, naitwa Ibrahim Kadilo, mjasiriamali, mshauri wa biashara. Wapendwa, kama wewe ni mgeni, Kadilo Online tunawasaidia wajasiriamali wadogo kama wewe kupata wateja wengi mtandaoni. Tunakusaidia kusimamia akaunti za matangazo ya mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Google. Tunakusaidia kufanya setup nzuri ya akaunti zako ili kuweza kurusha matangazo ya kusponsor. Tunakusaidia kufungua akaunti mpya na kufungua akaunti za biashara ili uweze kufanya sponsor ad. Lakini pia tunakusaidia kujifunza jinsi ya kuuza bidhaa mtandaoni. Kama we ni mgeni, mbele ya screen yako kuna picha yangu. Bofya picha hiyo kisha bofya subscribe ili next time tunapotoa video za mafunzo kama hizi uweze kupata ujumbe unaokutaarifu kuwa tumetoa video mpya. Katika video hii nitakueleza jinsi ya kutumia mtandao wa Facebook kupitia kwenye Meta Business Suite kuweza kubandika tangazo. Kumbuka, Meta Business Suite ni platform ambayo imewekwa maalum kusaidia wafanyabiashara kuweza kusimamia akaunti zako za Facebook na Instagram, kuendesha akaunti zako za Facebook na Instagram kwa pamoja na kwa urahisi. Na hii ni maalum kabisa kwa wafanyabiashara. Kwa hiyo imewekwa kurahisisha usimamiaji wa account, kuposti, kucreate posti, kuposti kwenye reels, post kwenye story. Kwa kupitia Meta Business Suite inakupa nafasi au fursa ya kuweza kuposti kwa wakati mmoja posti zako kwenye akaunti ya Facebook na Instagram. Kwa hivyo nitakuonyesha namna gani ya kuweza kubandika tangazo kwenye akaunti ya Facebook kwenye page yako kupitia kwenye Meta Business Suite. Ukishaingia katika page yako utakwenda katika kipengele kilichoandikwa Meta Business Suite. Lakini pia kama unatumia simu unaweza ukadownload application ya Meta Business Suite kwenye simu yako. Kwa hiyo utakuja hapa juu kwenye kona kwenye picha ya account yako, then utaiona Meta Business Suite, au unaweza ukaja upande wa huku chini uka scroll down, utaona kipengele kimeandikwa Meta Business Suite. Kwa hiyo uta click Meta Business Suite. Hii ndio Meta Business Suite. Kishafunguka kama unavyoona hapa juu inaonyesha Facebook page yako na Instagram account yako ambao umekuwa connected na page. Kwa hiyo hapa unaweza create post, create ad moja kwa moja, au create reel, au create story katika zile placement. Hapa unavyoona Meta Business Suite inavyoonekana, naona kama matangazo ambayo tayari yamekwisha kuwa posted kwenye page. Kwa hivyo ukitaka kubandika tangazo au create post, utakuja hapa ulipoandikwa create post, uta create post. Itakuleta katika page hii. Hapa ina post tu, inakuelekeza wapi ambapo unataka post yako hii iapie. Kwa hiyo kama account yako itakuwa connected na Instagram, ukiweka tiki, maana yake ukiposti hiyo post itakwenda moja kwa moja na account ya Instagram na itakwenda moja kwa moja kwenye page yako ya Facebook. Kwa hiyo ukiuncheck, ina maana hapa ukiposti kwenye Meta Business Suite, hiyo post itakwenda moja kwa moja kwenye account ya Instagram, lakini kwenye page ya Facebook haitotokea. Kwa hiyo kama una account zaidi ya moja na unasimamia account yako ya Instagram na Facebook, ni njia nzuri ya kuweza kutumia Meta Business Suite kurahisisha kazi. Kwa hiyo hapa nitacheck, nitaweka tick ili posti iweze kwenda kwenye page na iende kwenye account ya Instagram. Then utakuja hapa chini
palipoandikwa add photo. Unaweza uka add photo au uka add video kama tangazo lako. Kwa hiyo tuta click add photo. Then utachagua una upload kutoka kwenye simu yako. Kwa hiyo uta click upload. Then utachagua tangazo ambalo unataka kulipost. Sasa labda hili hapa uta click share post. Tangazo lako linaonekana hivi. Kwa hiyo hapa chini utaandika maelezo ya tangazo. Maelezo yakiwa marefu sana kwenye akaunti ya Instagram yanakatwa. Kwa hiyo utaandika maelezo kwa size ya iweze kuingia kwenye Instagram na Facebook. Na unaweza pia ukaswitch customization post kama maelezo yakizidi, maana itajikata moja kwa moja. Kwa hiyo kama unavyoona hapa tayari tangazo lako umeshaliposti na hivi ndio itakuwa linaonekana. Hapa unaweza ukapreview kuangalia Facebook feed inaonekana hivi. Lakini je, Instagram itaonekana vipi? Kwa hiyo uta click hapo utachagua Instagram feeds. Hivi ndio itakuwa inaonekana kwenye Instagram. Kwa hiyo baada ya kuwa umeshajiridhisha kwamba tangazo lako lina muonekano mzuri, maandishi umehakiki vizuri, then una publish. Lakini pia unaweza ukaangalia kwenye desktop, mtu kama atafungua hilo tangazo lako kwenye kompyuta litaonekana vipi? Una click hapa. Je, kwenye simu uta click hapa, ita preview jinsi inakuwa inaonekana kwenye simu au kwenye tablet. Itakuwa inaonekana hivi. Kwa hiyo hivi ndio namna ambavyo unaweza ukapost kwenye Meta Business Suite. Kwa hiyo una publish. Ukisha publish, maana yake tangazo lako sasa litakuwa linaonekana kwenye page yako ya Facebook na tayari tangazo lako limeshakuwa published. Kwa hiyo utakuja kwenye page yako ya Facebook, page utaangalia je, limeapia. Utakuta tangazo lako tayari limeshaapia kama unavyoona limeapia kwenye page ya Facebook. Vile vile unaweza kuangalia kwenye page kwenye account ya Instagram kuona kama tangazo lako limeapia. Utakuta pia tangazo lako limeapia kwenye kama unavyoona kwenye account yako ya Instagram. Kwa hiyo hili ndio namna ambavyo unaweza ukatumia Meta Business Suite kubandika tangazo. Next time tutaangalia kipengele kingine ambacho kinakuwezesha kufanya matangazo ya kusponsor. Kwa hivyo bofya kengele, tukutane kwenye video ijayo.